Leo ningetamani kuzungumza kabisa umuhimu wa familia na jinsi ambavyo tunaweza kuziombea familia zetu na kumwomba Mungu aendelee kututunza na kubaki katika maisha ya familia. Mtakatifu Lucia, mmoja wa wale watokewa wa mama yetu wa Fatima, anatuambia katika yale matokeo, Maria anamwambia kwamba katika nyakati za mwisho vita vitakavyotokea au vita vitakavyokuwa vya yule mwovu ni dhidi ya familia. Na tunaona katika nyakati zetu ambazo tunaweza kusema ni nyakati hizi za mwisho kwa sababu mashambulio mengi yapo sana kuhusiana na familia, na familia. Na wengi tunajua kabisa hapa kwamba hakuna familia ambayo ni perfect family ambayo imekamilika kabisa, lakini kila familia inahitaji uponyaji, inahitaji ukombozi, na tukitambua kwamba maandiko matakatifu familia ni kanisa la nyumbani, na ndio mahali pa kwanza pa imani, mahali pa kwanza pa sala, mahali pa kwanza pa maadili. Kwa hiyo familia zinapoporomoka katika nyanja hizo za imani, sala na maadili, basi tunakuwa na jamii mbaya kabisa. Kwa hiyo tunapaswa kuliweka hili katika novena yetu, hasa kuhusu familia yetu, tukijua kwamba utofauti wa familia hizi za nyakati zetu na familia zile za zamani, kuna haja ya kuziweka mikononi mwa Mungu familia zetu. Tunaongozwa na masomo haya yafuatayo katika tafakari yetu hii. Injili ya Mathayo sura ya 18 aya 19. Injili ya Mathayo vile vile sura ya 19 aya 6. Kitabu cha Malaki sura ya 2 aya ya 13 hadi 16. Mithali 11:29. Basi tunajua kabisa kwamba chanzo cha familia ni maagano ya ndoa. Ndio mwanzo wa familia, msingi wa familia. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumza familia bila kuzungumza umuhimu wa ndoa, umuhimu wa mahusiano ya mume na mke. Tutambue kwamba ndoa si makubaliano ya kawaida tu, kwamba watu wameamua tu kuishi pamoja, bali ni agano takatifu aliloweka Mungu, ambalo tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ya 24. Uhusiano wa mume na mke ndio msingi wa utulivu wa familia na maisha ya kiroho. Narudia tena, nasema uhusiano wa mume na mke ndio msingi wa utulivu wa familia na maisha ya kiroho. Kama ambavyo kanisa linatufundisha kwamba familia ni kanisa dogo, ni domestic church, ambapo nimesema watoto unajifunza huko imani, wanajifunza sala, wanajifunza maadili, wanajifunza upendo, wanajifunza mshikamano. Lakini tunatambua kwamba katika maisha yetu au familia zetu, mabishano, migogoro mbalimbali katika familia haiwaathiri tu wanafamilia, yani baba na mama, lakini pia ni athari vile vile kwa watoto, ndugu na jamii yote. Watoto hupata majeraha ya hisia na hata majeraha ya kimwili. Kitabu hicho cha Mithali, sehemu ya Mithali, ndio tusome Mithali
29 inasema anaye Mithali 11:29 inasema ataibishaye nyumba yake mwenyewe ataurithi upepo. Aitabishaye nyumba yake mwenyewe ataurithi upepo. Maana hatapata chochote yule ambaye analeta taabu katika nyumba yake, katika familia yake. Kwa hiyo inatukumbusha kwamba kutafuta amani katika maisha ya familia ni jambo muhimu sana kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu jambo hilo linazuia baraka za Mungu katika familia. Kitabu cha Malaki sura ya 2 aya 13 hadi 16 inatuambia tu kwa ufupi kwamba Mungu anakataa au apokei sala za wale wanaovunja agano takatifu la ndoa. Kwa kuvunja, kwa sababu Mungu amefanyika shahidi katika mambo ya ndoa, nasema inasababisha madhara ya kiroho na vile vile maombi na baraka kukosekana katika familia. Kwa hiyo ni muhimu sana katika zama zetu kuhakikisha kwamba familia zinasimama pamoja. Kama wana familia tunasimama pamoja, kama familia tunaungana, kama familia tunatafuta amani ya familia. Tunaweza tukahangaika na vingine vyote, lakini kama familia haijakaa sawa, tutakuwa tumefeli pakubwa mno. Na hapa kila mmoja anafahamu familia ambayo Mungu amempatia. Na wakati mwingine ni vizuri kuangalia familia ambayo Mungu amekupatia, ambayo ndio utahukumiwa nayo, haiharibiwi aidha na familia uliyotoka, kwa sababu Mungu anakutaka vile vile ujenge familia aliyokupa. Mambo machache ambayo ningetamani ambayo yatusaidie kuboresha au kumwomba mama yetu Bikira Maria afungue vifundo vyote au mafungo yote ambayo yamezifanya familia zetu zikadhoofika. Na hasa migawanyiko mbalimbali katika familia. Ndugu kwa ndugu wakiwa hawaongei wala kuzungumza, ndugu kwa ndugu wakitendeana mambo mabaya zaidi, na hata wengine wakisema afadhali mtu baki kuliko memba au mtu wa familia. Hata wengine ni wazazi ambao hutenda labda mabaya kwa watoto wao na kuvuruga familia kabisa. Kwa hiyo hii migawanyiko mbalimbali ambayo inavunja ile agano la Mungu ambalo anasema kwamba wawili watakuwa mmoja. Tunasema kwamba na kama wanandoa au kama familia kutafuta kwanza muunganiko wa kwenu kwanza kabla ya muunganiko wa mwingine yote. Kwa hiyo tukikosa muda wa kuzishughulikia familia zetu, yule mwovu atapata nafasi ya kuingia na tukawa tumempa mlango huru wa kutenda chochote katika familia zetu. Hapo mwanzoni nimesema Sister Lucia anatuambia kwamba matokeo ya mama yetu Maria anamwambia kwamba katika nyakati zetu vita vikubwa viko katika familia. Na si vizuri tukasali na kujiombea wenyewe tukasahau kuziombea familia zetu. Tukasahau kwamba tunapaswa sote kupata wokovu, familia zetu zikaokoka. Tambua kwamba migogoro yoyote inayotokea katika familia ina lengo tu moja, la kuharibu na kuvunja mpango wa Mungu ambao Mungu amekusudia familia zisimame kama familia, kwa sababu ndipo Mungu anashusha baraka. Wale ambao mpo kama baba upo, tambua kwamba wewe ni kichwa. Mungu anakutazama wewe. Mama ni kama kanisa, ni kama mwili ambao unapokea hizi baraka kutoka katika kichwa. Maana baba anafananishwa na Kristo katika maisha ya familia. Tukiacha tu mama hangaike katika mambo ya kiroho nyumbani, basi inakuwa ni ngumu mno kwa familia hii kupata wokovu. Wote tunahitajiana, na hata wale wengine ambao
mambo ya kiroho hawayapendi, ni vizuri kuomba neema basi wasimame, kwa sababu baraka za nyumba za familia zinategemea muunganiko huo vile vile wa kiroho. Tambua maagano haya ya familia ni muhimu sana katika nyakati zetu kulindwa. Tunaishi katika nyakati ambazo zinapuuza maagano haya ambayo watu wanayoweka katika familia, hasa maagano ya ndoa. Watu wanapuuza ndoa, wanaona kama ni kitu cha kawaida, kama fashion fulani hivi. Wapo wengine ambao katika nyakati zetu, labda ni vijana ambao kwa kutoamini katika mambo tena ya ndoa au mambo ya familia, watu wanataka kuishi peke yao. Unaweza kuwa na marafiki lakini hao si familia. Familia hasa ile ambayo Mungu ameiweka au ambayo anatamani uitunze, ambayo amekupatia. Kwa hiyo lazima kulindwa kwa wivu mkubwa. Mungu anachukia mengi ambayo yanafanya familia iweze kuanguka. Mambo ya uasherati, uzinzi, dharau, kashfa. Hii inavunja si tu agano, lakini vile vile inazuia baraka katika nyumba, kama ambavyo tumesoma katika kitabu cha Malaki sura ya 2 aya ya 14. Tutambue kwamba familia inayosali pamoja hukaa pamoja, husimama pamoja. Ni vizuri kama ambavyo mnatenga muda wengine kukaa pamoja na kusali pamoja. Na hata wakati mwingine, hata kama wako mbali na wewe, kuwahamasisha kama familia, jamani tusali, tuwe na some rituals au kitu ambacho kinatuunganisha kama familia. Inaweza kawa ni sala ndogo, lakini kama familia mkakubali kusali. Mara nyingi katika hizo familia zetu tunaweza tukaarisha shughuli zetu zote tukaenda kufanya tambiko. Labda tuna watu wanaotembelea mababu na nini kwenda kufanya mila fulani, lakini tukasahau mila njema, mila ya sala, ya kuunganika katika sala. Tukaenda kufanya jambo la kishetani kabisa, ambalo wala halimtukuzi Mungu, bali ambalo linazidi kuifunga familia na kuigawanya familia. Kwa hiyo tutambue kwamba nafasi hiyo ya sala ya pamoja, nafasi hiyo ambayo kama familia mnaweza kujiwekea, inaweza kawa ni kwa mwezi au kwa mwaka, mmeweka malengo kama familia kusali kwa pamoja. Hata kama mko mbali, mnasema tendo hili tutalifanya la ibada kwa ajili ya familia. Lina maana kubwa sana na linamfukuza muovu katika maisha ya familia. Tambue kwamba nafasi tulizopewa katika familia si nafasi za utawala. Kama baba kuambiwa kichwa si kutawala, bali kuongoza kwa upendo. Mke nafasi yake si kwamba nafasi duni, bali yeye ni mshirika. Kwa sababu Mtume Paulo anatuambia ule waraka wake kwa Korinto, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 anasema mume si kitu pasipo mke, wala mke pasipo mume si kitu. Kwa hiyo naishi maisha ya kutegemeana. Tambua kwamba maisha ya familia, maisha ya ndoa ni afya ya familia, Tuzidi kumlilia Mungu, tuzidi kumlilia Malkia wa familia katika novena yetu, katika rosari yetu, hasa kwa ajili ya familia zetu. Tutazungumza tena kwa ukubwa zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo tunapaswa kuzilinda na kuzitunza familia zetu. Kama wazazi hapa na watoto, kuhakikisha wanaungana, wanakuwa kitu kimoja, wanakuwa ni ndugu wanaobebana katika shida na raha, wanaosaidiana, wanaorekebishana. Kusiwe na jambo lolote la wivu ambalo ndugu wanaweza kutendeana. Si ajabu katika kizazi chetu yule mwovu anapenya na hivyo hata kuweka uadui mkubwa kati ya ndugu. Nimesema kukuta ndugu hawazungumzi, kukuta ndugu wanatendeana unyama, wanalogana. Na hao unasema hawa kweli ni familia moja, wamezaliwa na mama mmoja na baba mmoja. Mambo ya kutisha kabisa. Kuna wengine kabisa wamekwenda mbali kabisa na ndugu zao kwa sababu tu ya yule adui alipoingia akawatenga kabisa, kiasi kwamba ni kama watu ambao si familia moja. Watu wengine sasa wameprefer watu waliokutana nao katika maisha kama familia zao kuliko watu waliozaliwa nao. Kwa hiyo tutambue kwamba hiyo ni mbinu ya yule adui kuzitenganisha familia, kwa sababu anajua katika hizi familia zikiungana, basi kuna baraka ile ambayo ipo katika familia ambayo wataipata.
lakini wakitengana basi wataikosa ile baraka ya familia. Vizuri vile vile kwamba tunapoziombea familia, basi mimi na wewe tuchunge vile vile tusiwe sababu ya kuvunja familia za wengine. Kwa sababu kuvunja familia mwingine ni kupanda mbegu ya uharibifu katika familia yako. Haijalishi ya leo au ya kesho. Yaani niwe makini sana kuangalia hasa kwenye masuala ya uaminifu, masuala ya kusema kwamba watu wanakuwa na mahusiano labda na mume wa mtu au mke wa mtu, wale watoto wake wakilia, familia yake ikilia, au chochote kikitokea katika familia ile, tambua kwamba hii si baraka umechuma, bali umejichumia madhara au laana, kwa sababu umeivunja familia ya watu. Hilo linaleta makwazo makubwa sana katika maisha ya familia. Linaleta makwazo makubwa ambayo tunapaswa kumwomba Mwenyezi Mungu kila siku kuhusiana na familia zetu. Vile vile tutambue kwamba Mungu ambaye ndiye shahidi, ambaye yupo katika maisha ya familia, pale ambapo tumeweka maagano katika familia, tutambue kwamba yeye ni shahidi, lakini ni mwaminifu katika agano hilo. Kwa hiyo wanandoa wanaposhindwa kulitimiza hilo agano, watambue kwamba Mungu anawaita kila wakati kutubu na kurekebisha kile ambacho kimetokea. Lingine, tujitahidi kama familia, nimesema kama familia, kutengeneza mambo ambayo yatasaidia kuiunganisha familia. Unaweza wakati mwingine msipatane kabisa katika kila kitu, lakini ni vizuri kutafuta engo moja au kitu kimoja ambacho kinaunganisha familia. Jambo ambalo linakuwa ni kama hili ni jambo la familia yetu. Yoshua anasema vizuri anaposema katika ule mstari ambao tunaufahamu, anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Kuna jambo ambalo mnaliweka kama familia, mnasema hili kwetu ni non-negotiable, hatuwezi kujadili, ni jambo la familia. Inaweza kawa ni sala fulani ya kila mwezi, au inaweza kawa ni tukio fulani ambalo litaunganisha familia. Ikiwa Mungu amewajalia nafasi, basi hata kukutana pamoja, au kama mama na watoto na baba akiwepo, ni vizuri kutenga nafasi vile vile ya kukaa pamoja. Mlo wa pamoja siku hizi si kitu ambacho familia nyingi zimebaki nacho, kula pamoja kama familia. Sababu ni katika nyakati hizo basi tunaungana kama familia, lakini hatuna hizo nafasi kwa sababu ya majukumu mengi ambayo familia za sasa zinazo. Tambua kwamba hiyo ni nafasi ambayo mwovu anatumia vile vile kuzitenganisha familia. Kwa hiyo mtafute kitu ambacho unaweza kusema hichi ni cha familia. Ikiwa basi mnaweza kupatana hata kusali sala moja, hata baba yetu, kwa ajili tu ya familia, ina maana kubwa sana kama wazazi. Malezi ya watoto kama familia, tutambue kwamba ni nyie ambao Mungu anataka mumlee mtoto kulingana na vile ambavyo yeye amekusudia huyo mtoto atalelewa katika familia yenu. Na hiyo malezi haiwezi kuachiwa mtu yeyote, haiwezi kuachiwa usigeli, haiwezi kuachiwa TV ile mtoto, bali kama familia inayo nafasi hiyo. Mithali 22 aya 6 inatuambia kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata atakapokuwa mzee hawezi kuiacha, hata geuka kuiacha hiyo njia ambayo mtoto amelelewa. Tutambue kwamba kunazo kumweka Mungu kwanza katika familia inajenga familia imara na yenye furaha. Familia ikipanga kila kitu kwa kumshirikisha Mungu, basi itatambua kwamba itapata neema za Mwenyezi Mungu kutokana na yenyewe kusimama pamoja. Kwa hiyo tulinde hiyo unity ya familia. Wale ambao kwa namna moja au nyingine kuna changamoto katika familia, basi tunaweka katika sala siku ya leo kwa mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo, ili basi zile changamoto ziweze kuondoka. Wapo ambao ni memba katika familia zetu ambao wako bita au wakorofi,
Nimesema hata mkiwa mnaweza kuungana wawili, lakini mkaisimama kwa niaba ya nyumba yenu, kwa niaba ya familia yenu, basi ina maana zaidi kuliko. Mnaweza msikutane wote, mnaweza msiunganike wote, lakini hata ukiwa kama wawili ni ngumu, basi hata ukiwa peke yako lakini ukasali kwa ajili ya familia, ina maana sana. Ina maana sana. Na mara nyingi katika shughuli nyingi za kifamilia tunashuhudia kwamba unaweza kukuta jambo dogo tu linawafanya familia watengane kabisa. Inawafanya familia watengane kabisa. Jambo dogo linawafanya familia au wengine labda wachukiane, ndugu kwa ndugu. Jambo dogo katika familia, labda mwingine kwa sababu tu labda amepata hiki au amepata cheo, amepata mali, anakuwa mbali na familia. Wewe ambaye Mungu amekukumbusha na anakukumbusha muda na wakati kama huu, basi mwambie Mungu, kama ulivyokusudia ile familia, umenileta katika familia hii na nisaidia kupata familia hii, basi naomba nitumie kila uwezo ulionijalia kuifanya familia yangu iwe wamoja. Ni vizuri ile migogoro midogo midogo kuirekebisha mapema, kutokuiacha ikue. Ukiona watoto wako hawaongei kwa pamoja, ni vizuri kuwakutanisha, kureconcile hizo tofauti zao ili wabaki imara. Mwisho wa maisha yetu, cha muhimu kabisa utakuta ni familia, kwa sababu hao ndio watakao baki nasi mpaka siku ya mwisho. Kwa hiyo ni vizuri kutunza huo muungano wa familia kwa wivu mkubwa sana. Ni vizuri vile vile wapendwa, wakati mwingine tunapotafakari maisha ya familia, kumwomba Mwenyezi Mungu neema ya kutambua njia zile ambazo adui anatumia kutaka kuwavuruga kama wana familia. Kuwa tayari mapema kuzikataa na kuzikemea. Kuna wakati mwingine katika maisha ya familia, wapo ambao kwa sababu ya kutokuwa karibu zaidi na Mungu, wanatumika kama mlango au adui wa kuvuruga maisha ya familia. Naweza kusema kuna mtu fulani ni kivuruge tu hapo nyumbani au katika familia. Huyo ni vizuri kutambua. Na hata wakati mwingine tunapomuombea, ni vizuri kuweka mipaka fulani, ili basi asije akaharibu nyumba nzima, karibu familia nzima. Tunapokabidhi siku hii ya 26, basi niweke mbele yenu kwamba maisha ya familia ni muhimu sana. Tutakuja kuongea tena zaidi kuhusiana na maagano hayo ya ndoa, na hata kwa wale ambao labda mjaoa au kuolewa, basi tutambue kwamba tunapaswa kutambua kwamba tunajenga familia, au Mungu atakupatia familia ambayo utapaswa kuijenga na kuilinda kwa wivu mkubwa. Kutambua kwamba Mungu amekupatia nafasi. Na kwa wale ambao mna familia, tambue kabisa kwamba hiyo ni zawadi kubwa Mungu amekupatia. Hakuna kitu kingine ambacho amekupa cha maana zaidi kuliko hiyo familia aliyokupa. Kwa hiyo usifanye chochote ambacho kitaiumiza familia yako. Usifanye chochote ambacho kitaumiza familia yako. Mungu alipomuumba Adamu, la kwanza anamkabidhi bustani, anamkabidhi kazi afanye. Si kazi tu za kwa ajili ya kutafuta mali au nini, lakini anamwambia kwamba unao wajibu wa kuwajibika katika maisha yako yote. Na wajibu huo ndio huo ambao anakukabidhi kila mara. Anasema wajibu wangu kama baba, ni wajibu wangu ni upi katika familia yangu. Hilo lina maana sana kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo maisha ya familia katika jamii ambayo inaona kwamba familia hazina maana zaidi, basi turudi hapo kwa mama yetu Maria, tukimwomba mama yetu Bikira Maria afungue mafundo yote ambayo yanaziathiri familia zetu katika nyakati zetu. Kama ambavyo sisi tunamwomba Mungu kwa ajili ya familia zetu, vile vile basi tumuombe toba pale ambapo tumekuwa sababu ya familia zingine kupata shida au familia zingine kutengana. Tuombe msaada huo wa kiroho, kwa sababu Mungu ndiye anayeponya na kurejesha uhusiano pale ambapo uhusiano umeharibika au umevunjika. Tumsifu Yesu Kristo.
Tunatolea rozari hii kwa nia hizi ambazo tunazo kwa wale ambao tuko leo muda na wakati kama huu hapa katika group. Basi Mungu azitazame nia hizi zote kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo, na kwa namna ya pekee familia zetu zikaimarike, mwovu akakae mbali na familia hizi na akawape mapatano na amani pale ambapo kwa namna moja au nyingine familia zetu zimevurugana au zimeruhusu adui akaingia katika familia. Basi Mungu azirudishe katika amani ya kweli. Wazazi waliogombana na watoto, watoto waliogombana na wazazi, mume na mke waliogombana, basi katika rozari hii ninawaombea amani irudi, urejesho wa amani, urejesho wa utulivu, urejesho wa furaha, urejesho wa vicheko katika familia, ili familia inaposimama ni pigo kubwa kwa yule adui, akiona mmesimama imara, mmesimama katika imani, lakini mmesimama katika umoja wa familia. Na yule ambaye alitaka kukata tamaa kuhusiana na familia yake, labda kuna mahali alifika, basi akasema basi Mungu nitakuwa tu peke yangu, basi nakuomba usikate tamaa, mweke mama yetu Bikira Maria, muombe kwa dhati kabisa, kumwambia Mama Maria, bado ninatumaini wokovu wa familia yangu, wokovu wa familia yangu. Wale ambao labda kwa namna moja au nyingine hawapo tena na familia, labda unaishi peke yako, mume alishakwenda au mke alishakwenda au watoto wametawanyika, basi mahali popote walipo, kwa rozari hii wakumbuke, Mungu awakumbushe, Mungu awalete karibu. Mama fulani alikuja ana akilia kwamba kwa miaka 12 mtoto wake aliyemzaa kabisa hawakuweza kuzungumza naye, na hakai mbali lakini hawakuzungumza. Basi katika sala ndipo ambapo yule mtoto alipata neema ya kukumbuka na kumpigia simu mama yake mzazi ambaye walikosana na kukaa mbali kwa miaka 12. Na wakati mwingine tunaona ni kitu cha kawaida, lakini ni adui yule. Kwa hiyo tuombe kwa hayo yote katika rozari hii ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana pekee Bwana wetu, aliyetungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, kateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, kapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, shirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Mama yetu Maria, tunaziweka familia zote mikononi mwako siku ya leo, tukiomba neema katika familia hizi. Endelea kutuombea, tuwe na imani kwamba Mungu anatupenda na anataka kuziokoa familia zetu. Tuombee matumaini pale ambapo tumekata tamaa katika maisha ya familia na kuamua tu kuishi bila mapatano na ndugu zetu waliojitenga mbali nasi. Lakini zaidi, rudisha mapendo yaliyovunjika katika familia, mume na mke, watoto na wazazi na familia nzima kwa ujumla. Washa moto wa mapendo tena katika maisha ya familia. Mwisho, Maria, tunakuomba kwa maombezi yako, tuombee ili familia hizi zidumu katika umoja, mapatano na amani. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa.
Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Na zaidi sana siku ya leo tunakuomba uziombee familia zetu. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, utulinde. Tendo la kwanza, matendo ya utukufu. Bwana Yesu, utukufu wako uonekane katika familia zetu, na hasa familia zile ambazo zina migogoro mbalimbali. Tunakuomba kwa kuitibu na kuponya majeraha yote, basi familia hizi zionyeshe utukufu wako. Yesu, unafufuka. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, tulinde. Tendo la pili, Yesu unapaa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina.
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, tulinde. Tendo la tatu, Roho Mtakatifu na washukia mitume. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, fungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, tulinde. Na sasa tusali tafakari ya siku hii ya 26. Mama wa Mungu, Bikira uliyejaa huruma, waonee huruma watoto wako na ufungue kifungo hiki. Na sasa nitasali maombi kwa ajili ya kuziombea familia zetu. Kwa ajili ya ndoa zetu na wale wote ambao wana ndoa, sasa tunazikabidhi mikononi mwa Mungu. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya kuanzisha muungano mtakatifu wa ndoa ambao uliweka kuwa ni muungano wa kudumu kati ya mwanamume na mwanamke kama msingi wa maisha ya familia. Tunaziombea ndoa zote kwa maombezi ya mama yetu mfungwa mafundo, hasa zile zenye changamoto mbalimbali. Tunaomba Mwenyezi Mungu, ili uponyaji huu unapotokea katika ndoa hizi, wale ambao wamekwenda mbali, wale ambao wanaonewa, wale ambao wanadhalilika, wale ambao wanadhihakiwa, Maria usiwaache, ziponye ndoa zao. Waponye wanandoa, baba na mama, wale walio na mashaka na wasiwasi katika ndoa, wanaotamani na kuhitaji maisha ya ndoa, tunawaombea ili basi waweze kufunga ndoa takatifu, wapate watu wema wenye hofu ya Mungu. Kwa ajili ya ndugu, jamaa na marafiki katika familia zetu, Baba mwenye rehema, tunawaombea mahitaji yao ya msingi. Wale ndugu ambao tunahusiana nao, mjomba, shangazi, binamu, hao wote ni kama familia. Tunawakabidhi mikononi mwako, tukiwaombea na wenyewe. Mungu uyaguse maisha yao, wasaidie katika shughuli zao, wadumu katika kukupenda na kukutumikia. Hata wale ambao tumekosana nao au umekosana nasi kwa namna moja au nyingine, tunaomba upatanisho kamili. Hata wale ambao kwa namna moja au nyingine wamewaza na kunuia mabaya kwa ajili ya kuvuruga maisha ya familia, basi tunakuomba Mama Maria ukate utepe huo, fungua kifungo hicho, fungua kifundo hiko. Tunasali vile vile kwa wale ambao wanalea ni wazazi wanalea watoto wao peke yao. Baba, tunakuomba simamia familia hizo. Watazame wale ambao kwa kukusudia wao wenyewe wamejikuta wao wakiwa ndio baba ndio mama katika familia zao. Tunakuomba usiwaache. Mtakatifu Yosefu, ukawe mume. Maria, ukawe mama katika familia hizi. Ukawarudisha hata wale wazazi waliokwenda mbali na familia hizi, wakawaacha watoto wao, wakakimbia majukumu yao, basi warudi. Na wale ambao Mungu umewaita kwako, basi kwa vile wako kwako, basi familia zao zisipungukiwe chochote, zisisambaratike kwa kukosa malezi hayo.
na kuomba Bwana uwe karibu zaidi na familia hizo. Tunaomba kwa ajili ya ulinzi katika familia hizi na familia zetu. Magumu na changamoto, Mungu uwe nyakati zao, uwe katika nyakati hizo, kwa kuwa unatuambia katika Zaburi ile ya 9 hadi ya 10 kwamba Bwana, wewe ni kimbilio kwa waliodhulumiwa. Wale wanaolitazama na kulijua jina lako unawapa tumaini, na kuomba uwape tumaini kwamba hujawaacha, wewe uliye Bwana wa huruma na neema. Tunaombea vile vile katika sheria za mataifa yetu zinazotungwa, hasa zile zinazokandamiza familia. Mungu kawatazame watawala hao, ili familia ziweze kulindwa hata na mataifa yetu na sheria na taratibu zinazowekwa za mataifa. Katika maisha yangu, ninakuhitaji uje kuyatembelea maisha yangu kama ulivyokwenda kumtembelea Elizabeti. Mlete kwangu Yesu, mlete kwangu Roho Mtakatifu, nifundishe kuziishi fadhila za ujasiri, furaha, unyenyekevu na imani kama Elizabeti. Nijazwe na Roho Mtakatifu, Maria, unifanye nipumzike kwa furaha katika kifua chako. Ninajiweka wafu kwako ukiwa kama mama yangu, malkia na rafiki. Ninakutolea moyo wangu na kila nilicho nacho, nyumba yangu na familia yangu, vitu vyangu vyote vya kiroho na kimwili. Mimi ni wako milele. Weka moyo wako ndani yangu ili niweze kufanya kila kitu ambacho Yesu ananiambia nifanye. Maria mfungua vifungo, uniombee. Tendo la 4. Maria unapalizwa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, tulinde. Tendo la 5, Maria unawekwa kuwa malkia wa mbingu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, tulinde. Tusali sasa sala kwa mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo. Bikira Maria, mama wa upendo wa kweli, mama ambaye hujawahi kukataa kamwe kumsaidia mtoto mwenye shida aliyekukimbilia, mama ambaye mikono yako daima haiachi kuwahudumia watoto wako wapendwa, kwa kuwa inasukumwa na upendo wako wa kimungu na huruma isiyo na mipaka iliyomo moyoni mwako. Naomba uniangalie kwa huruma na kuona minyororo wa vifungo vilivyomo katika maisha yangu. Unajua vyema jinsi nilivyokata tamaa, maumivu yangu, na jinsi ambavyo nimefungwa na vifungo hivi. Maria, mama ambaye Mungu amekuamini na akakupa uwezo wa kufungua vifungo katika maisha ya watoto wake, naweka mikononi mwako utepe wa maisha yangu. Hakuna yeyote hata mwovu mwenyewe anayeweza kuchukua kutoka katika uangalizi wako wa thamani sana. Mikononi mwako hakuna kifungo ambacho hakiwezi kushindwa kufunguliwa. Mama mwenye nguvu, kwa neema zako na maombezi yako kwa mwanao na Mwokozi wangu Yesu, leo ukichukua mikononi mwako kifungo hiki, na hasa leo tulipokabidhi familia zetu kwako, na kuomba kwa utukufu wa Mungu, kifungue kifungo hiki, wewe uliye tumaini langu. Mama yangu, wewe ni faraja pekee ambayo Mungu ananipatia
Wewe ni nguvu yangu katika udhaifu wangu na utajiri wa ufukara wangu. Pamoja na Kristo wewe unaniweka huru kutoka katika minyororo iliyonifunga. Naomba usikilize ombi langu, nitunze, uniongoze na kunilinda, ikimbilio la usalama wangu. Maria mfungua vifungo, uniombee. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, tulinde katika vita, uwe kinga yetu katika maovu na maoteo ya Shetani. Mungu amtishe na kuomba sana, nawe mkuu wa majeshi ya mbinguni, kwa nguvu ya Mungu angushe motoni Shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani kupoteza roho za watu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Nikushukuru wewe ambaye tumesali kwa pamoja novena hii siku ya 26. Kesho tunamaliza siku ya 27 ya siku hizo 27 za maombi. Kesho tutamaliza hiyo na nitawaeleza nini kinachofuata kuanzia siku hiyo ya kesho. Basi tunapomshukuru Mungu kwa siku hii, niendelee tena kuomba radhi kwa kuchelewa, lakini basi Mungu ametujalia tumeweza. Maana nimekuwa na ratiba ngumu sana, lakini basi nimesema hii ya leo isije ikapita na tukaharibu novena yetu. Ninawaacha na sehemu ya Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 9 hadi ya 13. Hii ni sala ya Baba Yetu, na hapa nitataka kusema uombe nini kila unaposali kwa ajili ya familia. Mambo gani uyaombee? Mambo gani uyaombee? Kwa hiyo kwa haraka hapo ulipo, kumbuka mambo yafuatayo ukiwa unasali mara nyingi kwa ajili ya familia, ili usisahau. Jambo la kwanza, kuomba ukuaji wa kiroho wa familia. Tungeweza kusema kuombea familia imjue Mungu. Daima omba familia iongozwe na hekima ya Mwenyezi Mungu katika familia yako. Hilo jambo la kwanza. La pili, kuomba kwa ajili ya mahitaji ya familia na ustawi wa familia. Mahitaji na ustawi wa familia. La tatu, tuombe kwa ajili ya afya. Afya. Afya ya mahusiano, afya ya mwili, afya ya familia. Familia zile ambazo zinakuta familia inashambuliwa na magonjwa na mambo ambayo, kuomba kwa ajili ya afya. Tuiombee familia ulinzi wa kimungu. Ungeweza comment hapo chini ili wengine waandike. Omba kwa ajili ya ulinzi katika familia. Ombea familia ulinzi. Ombea familia umoja. Familia ishi kwa upendo na mshikamano, waishi kwa amani na kuwa wema. Ombea familia umoja na mshikamano. Ingine, ombea familia iwe na ujasiri. Wawe jasiri. Kuwa jasiri hasa tunapokumbana na changamoto za kila siku. Kuwa jasiri na kutokuwa na hofu mbele ya matatizo. Ombea jambo hilo katika familia. Ombea jambo hilo. Ombea familia iwe na huruma na haki. Kuna familia ambazo hakuna huruma, hakuna haki. Hakuna haki, hakuna huruma. Kwa hiyo omba hilo, familia iwe na huruma. Na hapa mzazi naongelea, unaomba vile vile hilo jambo kama unaombea vile vile watoto wako. Ombea vile vile familia ijazwe furaha ya ndani inayotoka kwa Mungu. Furaha ya ndani katika familia. Omba familia iwe na furaha. Tusikae katika familia yule mwovu asiweke familia zetu ziwe familia za huzuni na mateso. Omba familia ishi kwa furaha. Kwa furaha. Lakini omba vile vile familia wawe na unasema uchaji wa Mungu, kumpenda Mungu, kupenda mambo ya kiroho. Ombea familia yako iwe na moyo wa utoaji kwa mambo ya kimungu, utoaji katika kusaidiana. Familia isiwe stingy, familia ya kichoyo. Roho ya uchoyo iondoke katika familia. Iwe ni familia ya utoaji. Mwisho, omba ili familia yako
iweze kufika mbinguni. Kufika mbinguni. Hai ndio kwa ufupi ningeweza kusema, ili basi tunapokumbuka katika sala zetu, basi tunasema mambo haya kila nikienda kwenye sala, basi nisije nikayasahau. Mungu awabariki, na basi niwaruhusu sasa mwende mkapumzike nami pia. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mjaliwe usiku mwema. Mama Maria, twende kwake leo tupate maombezi.